mfumo huu ni mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani. Mfumo huu umelenga kumrahisishia mlipa kodi na mfanyabiashara katika masuala mbalimbali. Cha kwanza, namna gani ya kuangalia madeni alionayo kwa maana tax position. Lakini pia mfumo huu utamsaidia mlipa kodi kuona namna gani anaweza akapata hati safi ya ulipaji wa kodi kwa maana ya tax clearance. Mfumo huu umeboreshwa, unamsaidia mlipa kodi kuona namna gani anaweza akapata risiti, kwa maana mnunuzi anaweza akapata risiti kupitia kwa muuzaji katika njia ya mfumo wetu wa TRA kwa maana e-tax, tunaita e-tax invoice. Ni mfumo wa ndani wa TRA ambao unapatikana pia kwa mlipa kodi. Umemrahisishia mlipa kodi kwa namna bora, kwa maana ya kwamba hana tena gharama za kununua mashine zile za EFD za $500,000 au wengine wananunua zile VFD, virtual physical device, ananunua mfumo na printer. Kwa hiyo imempunguzia gharama mfanyabiashara. Kwa hiyo kwa sasa ambacho anahitajika mfanyabiashara mlipa kodi ni kuwa na TIN namba pamoja na password yake na kuweza kuingia katika mfumo wetu wa TRA kwa maana taxpayer portal. Kupitia mfumo huu wa IDRAS ataweza kuingia na hatimaye baada ya kupeleka maombi kwa mawakala, yeye sasa ataweza kuomba kuwa na hiyo tunaita POS. Ni ya ndani, ni mfumo wa ndani ambao umewezeshwa kila mfanyabiashara anaweza akawa nao. Ni kwa wafanyabiashara peke yake ndo wanaweza wakaomba kuwa na mfumo huo wa kuweza kutoa risiti. Kwa mtu ambaye hana biashara hataweza kuwa na access ya kuweza kutoa risiti kwa wateja. Kupitia mfumo huu utaweza kuomba kuwa na access ya kutoa risiti. Itakuhitaji wewe kama muuzaji, fanya biashara, utoe consent. Utakuwa na application ambayo ile application itakubalika katika ofisi zetu za TRA. Kwa hiyo tutakapoikubali ile application, mwisho wa siku unapotoa risiti, ni risiti ambazo zitakuwa ni halali, ambazo tunasema hazina makando kando, tunaziita ghost receipt. Tumelenga kuondoa hizo risiti ambazo tunaziita ghost receipt. Lakini pia kupitia mfumo huu wa IDRAS tunatoa huduma mbalimbali na zikiwemo usajili wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wataweza kupata TIN zao, lakini pia wanaweza wakasajili kampuni, wanaweza wakajisajili katika kodi ya ongezeko la thamani kwa maana ya VAT. Mfumo huu umerahisishwa na kuweza kuweka mifumo yote ya TRA ambayo ilikuwa imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kwa mifumo yote imewekwa katika lango moja ambao tunaita IDRAS. Kwa majina naitwa Joyce Ruleka, jina maarufu naitwa Mama Ruleka. Niko Kahama, maeneo ya CDT, ni mfanyabiashara. Tumealikwa kwa ajili ya semina na TRA. Tumefika kwenye mafunzo ya semina ya TRA. Mimi binafsi mafunzo nimeyapenda. Huu mfumo walioleta wa IDRAS huu, natumaini wafanyabiashara utatupunguzia ghadhabu nyingi. Kuna wengine hawajui kutumia hata mashine, sababu kwa maelezo ya wakufunzi wa leo wameeleza kwamba unaweza ukatumia hata simu janja ya mkononi, na maana kitu hicho kitatusaidia sana sisi wafanyabiashara wadogo, hasa wafanyabiashara wanaoanza biashara kwa sasa hivi. Kiukweli sisi binafsi tumefurahia tuliokuwa kwenye mafunzo, tumejifunza. Itakuja kutupunguzia ghadhabu zingine ambazo tulikuwa hatuwezi kufanya, sababu kila mtu sasa hivi ana uwezo wa kutumia simu yake janja mkononi na kuona vitu vingi. Wametufundisha ripoti za manunuzi yako utaziona kwenye simu yako janja, na ripoti za mauzo yako utaziona kwenye simu yako janja. Mimi binafsi kama mfanyabiashara nimefurahia sana kwa mfumo huu. Nilichojivunia sana kwenye semina ya leo, kwanza kabisa
ni pale ninapopata mteja, ninapomuuzia mteja wangu, hata mteja wangu yule mlaji wa mwisho. Kwa mfano mimi ninauza pikipiki, na maana mimi nitakapomuuzia mteja wangu wa pikipiki, nina uwezo wa kuingiza data zake zote kwenye mfumo tuliofundishwa, ili na yeye akawa na ripoti zake. Hata akifika kula akiulizwa pikipiki hii umeitoa sehemu gani, atajieleza, hii nimeitoa maeneo ya CDT kwa fulani, sababu data zote atakuwa nazo. Naona kama itatuondolea usumbufu. Kama mfano sisi wa pikipiki tunapata usumbufu, mtu mwingine unamkatia risiti, anaenda kijijini, kile kikaratasi kikiweka kwenye mfuko kinanyeshewa mvua au jasho lake tu kwa ajili ya kukimbiza pikipiki kinaenda kufutika. Lakini kwa mfumo huu uliokuja, nina imani umeshakuwa ni msaada mkubwa kwa sisi wafanyabiashara. Sisi tuko tayari kutumia, sababu mwananchi yoyote, mfanyabiashara yoyote, usipokubaliana kuungana na serikali au mwongozo wa serikali, wewe si mzalendo. Tutatumia uzalendo wetu, tutafanya kazi kwa mafundisho ili tuende. Kwanza tumewaomba waendelee kutufundisha, kutupa semina tuelewe vizuri, lakini binafsi kwa mtazamo nilioona kwenye semina, watu wako tayari kupokea hili na kujifunza hili na kulifanyia kazi. Kwa majina naitwa Bwana Idi Juma Gululi, natoka maeneo ya CDT stendi ya Kahama mabasi. Tunashukuru, tumepokea, wametupa somo, wametupa darasa, tumelipokea na tunashukuru, na tunaomba endelee kutupa sisi darasa hilo hapo. Mfano mimi akija pale mteja kwangu, lazima nimwandikie tiketi ya mashine. Napompa tiketi ya mashine, kuna message ambayo itafika kwenye simu yake. Kwa hiyo ile message kidogo inakuwa afadhali kuliko kutoa ile risiti. Ile risiti inaweza ikapotea, tukashindwa kupata data zake. Ila kwa mfumo tuliopewa address huu, unapotoa risiti ile pale, message inapoingia kwa mteja pale, kidogo inakuwa data zake unazipata kwa wakati. Tunashukuru sana kwa mfumo huu uliokuja, kidogo utatupunguzia sisi msongamano wa watu kwenda pale TRA. Kidogo umetupa unafuu wafanyabiashara kutoa risiti, kutuma message kwa wateja wetu, kidogo umeturahisishia sana sisi wafanyabiashara.